Je, unajua kuna neno moja tu ukimwambia mpenzi wako leo linaweza kufuta heshima yote aliyokuwa nayo kwako ndani ya sekunde chache? Watu wengi wanapoteza thamani zao bila kujua kwa sababu ya uaminifu uliopitiliza. Leo nitakufunulia mambo 5 hatari ambayo ukisema unampa mpenzi wako silaha ya kukudharau maisha yako yote. Na jambo la 5 ndilo ambalo wengi hulifanya wakidhani ni mahaba, kumbe ni sumu. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Twende kazi. Namba 1, idadi na siri za wapenzi wako wa zamani. The body count and past mistakes. Watu wengi hudhani kuwa muwazi 100% kuhusu maisha yako ya nyuma ni ishara ya upendo. Kisaikolojia, hii ni makosa. Ukianza kuelezea kila kosa ulilofanya, kila mtu uliyewahi kulala naye au jinsi ulivyokuwa unachezewa huko nyuma, unabadilisha picha, kwa maana perception, ambayo mpenzi wako anayo juu yako sasa hivi. Kwa nini ni hatari? Binadamu tuna tabia ya kuhukumu. Kisaikolojia kuna kitu kinaitwa the halo effect na the horn effect. Ukitoa siri chafu za nyuma, unajitengenezea horn effect, yaani kila kitu kizuri unachofanya sasa kitatazamwa kupitia lile kosa la nyuma. Ukimwambia mpenzi wako uliwahi kusaliti mara 5, hata uwe umebadilika vipi, kila ukichelewa kurudi nyumbani atajua unamsaliti. Unapoteza mystique au ile siri ya thamani yako. Mpenzi wako hapaswi kujua kila dirty laundry ya maisha yako ya nyuma. Unapaswa kuwa muwazi kuhusu hali yako ya mahusiano, kama uko single au una watoto, lakini sio kuelezea kwa undani makosa na machungu ya nyuma. Acha maisha yako yaanze siku uliyokutana naye. Jenga heshima yako kwenye version yako ya sasa, sio mabaki ya version uliyokuwa nayo miaka 5 iliyopita. Namba 2, udhaifu na siri za familia yako. Usiwahi kumshirikisha mpenzi wako udhaifu wa ndani kabisa wa wazazi wako au ndugu zako, hasa yale mambo ya aibu. Mfano, baba yako ni mlevi sana, kaka yako ni mwizi, au mama yako ana tabia fulani mbaya. Mahusiano hayako sawa kila siku. Kuna siku ya hasira, siku ya maumivu na siku ya kutoelewana. Katika kilele cha ugomvi, binadamu ana tabia ya kutumia nuclear option, yaani kutumia kitu kinachokuumiza zaidi ili ashinde hoja. Siku hiyo ndio utamsikia akisema, hata hivyo huna lolote. Kwani familia yenu kuna ni anajielewa? Kaka yako mwenyewe si mwizi? Pia unapoidhalilisha familia yako, unampa mpenzi wako ruhusa ya kutoa heshimu ndugu zako. Na kanuni ni hii: mtu asiyeheshimu asili yako hawezi kukuheshimu wewe. Heshima ya familia yako ndiyo msingi wa hadhi yako. Kama kuna matatizo nyumbani kwenu, yashughulikie huko huko. Mpenzi wako anapaswa kuiona familia yako kama ngome imara, hata kama ndani kuna changamoto. Linda brand ya familia yako kama unavyolinda maisha yako. Namba 3, kila hofu na insecurity ulionayo kuhusu mwili wako. Sote tuna mambo ambayo hatuyapendi kwenye miili yetu au tabia zetu. Labda unajiona huna muonekano mzuri. Kosa kubwa ni kuanza kumlalamikia mpenzi wako kila siku kuhusu mapungufu hayo. Mpenzi, naona tumbo langu ni kubwa sana, au naona sina mvuto kama zamani. Kisaikolojia, watu wanakuona vile unavyojiona mwenyewe. Ukimkaribisha mpenzi wako kwenye insecurities zako, unamfundisha namna ya kukudharau. Unamfanya aanze kuyaona yale mapungufu ambayo hakuwa anayaona mwanzo. Katika mahusiano, lazima uendelee kuwa the prize, yaani zawadi. Zawadi haijitangazi kuwa ina kasoro. Hata kama una jambo fulani ambalo hulipendi, lifanyie kazi kimya kimya. Nenda gym, jifunze ujuzi mpya, lakini usimfanye mpenzi wako kuwa kioo chako cha matatizo. Ukionyesha unajikubali, self-confidence, unamfanya yeye pia aone fahari kuwa na wewe. Kumbuka, watu wanakuheshimu kwa kiasi kile kile unachojiheshimu na kujikubali. Namba 4, mipango yako mikubwa ya fedha ambayo bado haijakamilika. Hii ni kwa wale wote wanaopenda kupiga kelele kabla ya jambo kutimia. Unamwambia mpenzi wako, kuna dili la milioni 100 linakuja, au nitajenga nyumba kuanzia mwezi ujao, wakati hata kiwanja huna. Unapozungumza mambo makubwa ambayo hayajatokea, unaharibu kitu kinaitwa reliability. Ukishindwa kutimiza yale uliyosema,
mpenzi wako anaanza kukuona kama mropokaji au mtu wa ndoto za mchana mchana. Heshima ya mtu inatokana na uzito wa maneno yake. Mtu anayeheshimika ni yule ambaye akisema nakuja, anakuja kweli. Kisaikolojia, ukitoa taarifa ya mafanikio kabla hayajatokea, ubongo wako unatoa homoni ya dopamine inayokupa raha kama vile umeshashinda, jambo linalokufanya ulegee kwenye utekelezaji. Ongea kidogo, tekeleza kwa ukubwa. Acha matokeo yako yawe ndiyo sauti inayokufanya akuheshimu. Mtu mwenye siri za mafanikio ana mvuto mkubwa kuliko yule ambaye kila wazo lake liko wazi. Namba 5, kumlinganisha na ex wako hata kama ni kwa sifa nzuri. Hii ndiyo sumu niliyokuambia mwanzoni. Watu wengi hudhani kumwambia mpenzi wao wewe ni mzuri kuliko ex wangu ni kumpa sifa. Ukweli ni kwamba kitendo cha kumtaja ex wako tu kinatuma ishara kwamba bado unamfikiria au bado unamlinganisha na watu wa nyuma. Inamfanya mpenzi wako ajisikie yuko kwenye mashindano na mtu ambaye hayupo. Inajenga wivu usio na lazima na inashusha hadhi yako. Inaonekana huna msimamo na bado hujafungua ukurasa mpya. Ili uheshimiwe, mpenzi wako lazima ahisi kuwa yeye ndiye kipaumbele pekee na hulinganishwi na yoyote. Epuka kabisa kutumia mifano ya wapenzi wa zamani ili kurekebisha tabia ya mpenzi wa sasa. Tumia lugha ya moja kwa moja kuhusu kile unachokitaka sasa bila kurejea makaburi ya nyuma. Kumbuka, heshima katika mahusiano haitafutwi kwa maneno mengi, bali kwa mipaka, boundaries. Kuwa na vitu ambavyo ni vyako peke yako, privacy, haimaanishi huna upendo, bali inamaanisha una thamani unayoiwakilisha. Ukifuata haya mambo 5, utaona mabadiliko makubwa jinsi mpenzi wako anavyokuchukulia. Katika haya mambo 5, ni lipi ambalo uliwahi kulifanya na ukajuta? Niandikie kwenye maoni hapo chini, na soma comment zote. Na kama video hii imekusaidia, mshirikisha rafiki yako mmoja unayependa aone mabadiliko katika mahusiano yake. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Stay valuable. Peace.